Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaendelea na maombi pia. Tutakwenda kusoma maandiko haya kutoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 22. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Lakini pia tutakwenda tena kitabu cha pili cha Samueli sura ya 21. Tutakwenda kusoma kuanzia mstari wa 15 hadi mstari wa 20. Nianze na kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa pili. Maandiko yanasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Mstari wa pili, kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao, nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Hebu tuende tena kitabu cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli sura 21. Tuanzie mstari wa 15 hadi wa 20. Kitabu cha pili cha Samueli sura 21 kuanzia mstari wa 15 hadi wa 20. Maandiko yanasema, basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Naye Ishi Bedomu aliyekuwa mmojawapo wa Refai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 307 za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga, alijaribu kumua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisiti akamua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizimia taa ya Israeli. Mstari wa 18, baada ya hayo kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sibekai Mhushathi alipomua Shafu aliyekuwa mmojawapo wa Refai. Mstari wa 19, kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu, na Elirani mwana wa Iri Mbethlehemi alimua Goliati Mgiti, ambaye ni mtu wa mkuki, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Mstari wa 20, kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambako kulikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole 6 katika kila mkono na vidole 6 katika kila mguu, jumla yake 24. Yeye naye alizaliwa. Haleluya. Tumesoma katika mistari hii, naona kwamba Daudi kuna wakati kulikuwa na vita kati yake na Sauli, akawa anakimbia Sauli, maana hakupenda kunyosha mkono kwa mpaka mafuta wa Bwana ambaye alikuwa ni Sauli. Haleluya. Na maandiko yanatuambia kwamba wakati anakimbia hivyo, kuna watu wakamfuata, wenye dhiki, wenye shida, wenye madeni. Yaani wakafuatana naye. Yaani watu wa mbali ya baba yake wakafuatana naye. Yaani wanataka kufanya kuwa mfano. Pamoja na kwamba anamkimbia Sauli, lakini bado wakaona kama kuna kitu kiko ndani yake. Wakajua kwamba huyu kuna mahali anaweza akatutoa. Kuna mahali anaweza akatupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ambavyo unajua umetoka ulikokuwa, ukaamua kufuata Kristo na ukaamua kuwa Gilgali, ina maana unajua kuna mahali ambapo Bwana anakupeleka. Haleluya. Haleluya. Kwa watu wenye dhiki na madeni yenye shida ndio wakamfuata Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma mistari katika Biblia unaona kwamba walifuata, lakini tunapoingia kwenye kitabu cha pili cha Samueli, tunaona kwamba kuna watu walisimama wanataka kupambana na Daudi. Kumbuka kuna watu wanataka kufanya kuwa mfalme, wenye dhiki na madeni na shida, wakaamua kumfuata na wakamfuata kweli. Lakini wakati
kuhakikisha kwamba Mungu ataonekana tu. Haleluya. Na katika maombi haya ya operation ya kuondoa majitu, hivyo kinachosababisha hizo dhiki, kinachosababisha hayo madeni, kinachosababisha uchungu ndani ya moyo wako, kwa maombi haya lazima kiondolewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama ni operation ya kuondoa majitu, tunaona hapo tuliposoma katika kitabu cha Samueli wa pili, tunaona kwamba kuna mtu alisimama, Abishai akamwambia Daudi, wewe usiende tena vitani, maana wewe ni taa ya Israeli, na ukienda vitani wanaweza kukuua. Ngoja sisi tusimame, haya majitu yanayotishia tutayapiga kwa jina la Yesu, yataondoka. Haleluya. Kuna mtu alikuwa na vidole 6 vya mikono na vidole 6 vya miguu, maandiko yanatuambia jumla vidole 64, na huyo naye akasimama, anataka apambane na Daudi. Amekuwa ni kitu linalotishia usalama wa watu wa Yuda. Amekuwa ni tishio linalofanya watu wanaogopa, hawaendelei tena na safari. Amekuwa ni tishio, lakini akasimama mtu mmoja akasema huyo nitampiga, na akampiga, akamuondoa. Haleluya. Haijalishi ana vidole 6 na wewe una 5, haijalishi kama yule amekuzidi kifedha, amekuzidi kiuchumi, lakini kama ni adui yuko upande wako, tutampiga kwa jina la Yesu. Amen. Haijalishi changamoto unayopitia imeota mizizi namna gani, lakini unapofikia ndio operation ya kuondoa majitu, lazima hicho kitu kitaondoka. Lazima kitaondoka. Kwa maombi yako, kwa matamko yako, tutaviona katika jina la Yesu. Haleluya. Vitaondoka. Maana tunatuambia hapa, alikuwa na mtu mwingine ni tishio. Yeye alikuwa mkuki wake mkubwa, anasema ni uzani mzito uweze hata kubeba. Anapambana kuki, anataka pambane na Daudi. Mkuki wake anasema ni uzani si wa 7 kiasi gani. Yaani anaonyesha kama ni mkuki ambao ni mzito kiasi kwamba hata wewe mwenyewe huwezi kunyanyua kwa rusha. Huyo naye amesimama, anataka pambane na Daudi. Lakini maandiko yanatuambia kwamba akasimama mtu mmoja, akasema mtu mmoja akampiga, akamuua. Na Daudi na watoto kwa washindi. Leo nataka tuingie kwenye maombi. Kuna mahali ambapo wamekuonea, kuna vitu ambavyo vimekutishia. Yamkini unaona kama huwezi kupenda tena katika safari ya kwenda mbinguni. Yamkini katika safari yako ya biashara unaona kama sitatoboa, unaona kama hakuna mahali nitakapofika. Lakini naomba nikutangazie jioni ya leo, maombi tunayoomba tutapita tu, tutashinda. Haijalishi kama adui ana silaha kubwa namna gani, au amekuwa ni mtu wa kutisho, ni mtu wa mtisho, amekutishia. Na adui yako anaweza kama ni ile jambo unaloliogopa, imekuwa kama adui kwako, imekuletea uchungu, imekuletea maneno, imekuletea shida. Yaani unaona kama maisha hayataenda. Lakini naomba nikuambie hivi, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo, tutakapoingia kwenye maombi, hakikisha kama ile kitu uliyosimama kwenye biashara yako tunalipiga kwa jina la Yesu. Jitu uliyosimama kwenye kazi yako tunaliondoa. Jitu ambalo limesimama kwenye ndoa yako tunaliondoa. Haleluya. Jitu ambalo limesimama kwenye kanisa, inauzia kanisa kupenda, tunaliondoa kwa jina la Yesu. Amen. Hakuna kitu kinachomshinda Bwana kama tukiamua kuomba kwa imani. Hakuna. Maana maandiko yanatuambia kama Mungu wetu anaweza. Na maandiko yanasema hivi, tukiomba jambo sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atusikia. Je, ni kitu gani unasimama mbele yako? Ni kitu gani kimesimama kwenye biashara yako? Ni kitu gani kimesimama kwenye huduma yako? Ni kitu gani kimesimama kwenye kazi yako? Ni kitu gani kinachokuzuia? Bwana Yesu atusaidie. Huu mwaka wa upendo na kupanua mipaka. Je, ukiangalia kweli kwenye shughuli zako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, utapenda? Lakini kuna watu wanaanza kuona kwamba hawapendi kwa sababu ya uzito wa jambo lililoko mbele yao, kwa sababu ya uchungu walionao. Anasema kwa uchungu unashindwa hata kuomba. Anasema kwa uchungu unashindwa kufanya kazi ya Bwana. Kwa uchungu umeniletea magonjwa kiasi kwamba siwezi kufanya huduma yangu vizuri. Naomba nitangaze jioni leo, tutakwenda kukuita Jehova. Tutapenda tu, tutashinda. Hilo kitu sio kitu, litaondoka kwa jina la Yesu. Kwa maombi yako, kwa imani yako, kwa bidii yako,
Ni jambo gani? Mungu atutie nguvu jioni ya leo tujivike ujasiri. Ni maombi yangu kwamba univike, uombe Mungu akupe ujasiri. Akupe ujasiri. Yaani usimame jasiri. Tukisoma katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, Mungu anamwambia Yoshua awe hodari na moyo wa ushujaa. Anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Anamtakia hiyo. Maana anamwambia kuingia Kanaani sio lele mama. Haleluya. Na mimi naomba nitangaze kwamba tunajua kwenda mbinguni, kushinda hiyo changamoto na kufikia ushindi sio lele mama. Kanisa la Mungu tunatakiwa tusimame kwenye nafasi zetu. Haleluya. Sio lele mama. Maana ungejua upande wa pili
Tunapata shida. Kwa nini bado tuna watu wanachukua
vitu kuweza kumpiga shetani. Kuna wakati unatakiwa uchukue silaha upambane na hilo kitu uliondoa. Haleluya. Kuna wakati unatakiwa ufanye kitu na Bwana anakutumia wewe ufanye kitu. Usimame kwa niaba yako, lakini simama pia kwa niaba ya familia yako. Simama pia kwa niaba ya kanisa, yani mwili wa Kristo. Simama pia kwa niaba ya taifa lako. Chukua silaha. Kuna mahali ukisimama unaweza kufanya jambo ambalo linaleta impact kwenye maisha yako. Lakini kuna wakati unaweza kukaa kimya. Kwa sababu umekaa kimya, Mungu akanyamaza kiasi kama chochote, lakini alikuwa afanye ni kwa sababu hujakaa kwenye nafasi yako. Aidha ni kwenye familia, unatakiwa usimame kama mlezi wa familia. Aidha ni kwenye kazi, ofisini, Mungu amekupa neema wokovu, unatakiwa usimame
tuyaondoke kwa jina la Yesu. Tuyapige kwa jina la Yesu. Nasema tuyaondoe kwa jina la Yesu. Wangapi wanapenda majitu? Wangapi wanapenda majitu? Sasa kama hatuyapendi, yanatusumbua, yanatutesa, yanatuzuia, tuyaondoe. Tuyaondoe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kaa kwenye nafasi yako. Watu wakamwambia Ezra 10:4. Kuna wakati Mungu alikuwa na ndivyo sivyo. Wakati wanapotoka utumwani wakaanza kulia na nini? Watu wakamwambia Ezra kama kiongozi, inuka. Maana jambo hili linakuhusu wewe. Na mimi naomba nitangaze. Swala la kuondoa majitu yanayokutesa katika maisha yako linakuhusu wewe. Linakuhusu nani? Simama kwenye nafasi yako. Ni kwenye familia yako. Kuna mambo anapenda ndivyo sivyo. Hilo jambo linakuhusu wewe. Ni kwenye kazi yako, kwenye ofisi ile unakaa, Mungu amekupa neno kukumbuka kwamba hiki sio sahihi. Hilo jambo linakuhusu wewe. Ndani ya kanisa la mahali pamoja Gilgali Pasiasi, unaona kuna kitu ambacho hakiko vizuri. Mungu amekupa neema ya kuona kwamba hiki hakiko vizuri. Hilo jambo linakuhusu wewe. Kaa kwenye nafasi yako. Hicho kinachozuia kanisa kupenya, hicho kinacholeta shida kwenye maisha yako, kinacholeta shida kwenye kazi yako, una uwezo na umepewa mamlaka ya kukiondoa. Kasirika, kiondoe kwa jina la Yesu. Amen. Tusikubali kutenda kama watu wote. Tusitembee kama wanyonge, wasiokuwa na Mungu, wasiomjua Mungu. Lazima tuondoe. Kaa kwenye nafasi yako. Haleluya. Wakati Yesu anamfufua Lazaro, maandiko yanasema kwamba baada ya Yesu kuongea maneno mengi na kulia kalia mbele ya kaburi la Lazaro, maandiko yanasema Yesu hakwenda kuliondoa jiwe. Aliwaambia wale watu waliokuwa pale, liondoeni jiwe. Na maanisha nini? Kuna wakati mwingine unatakiwa kusimama kwa niaba ya watu wengine. Yawezekana ni familia yako wamefungwa na hawajui wafanye kitu gani. Yawezekana ni ndani ya kanisa na Mungu amekupa ufunuo. Kuna mambo yanafungwa, hayaendi vizuri. Unatakiwa uondoe hilo jiwe. Haleluya. Yesu akamwambia niondoe, ondoa hicho kizuizi kinachomzuia Lazaro kutoka kaburini. Na walipoliondoa lile jiwe, maandiko yanasema kwamba Yesu akaita kwa sauti kuu, Lazaro toka nje, njoo huku. Lazaro akatoka nje akiwa amefungwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na maanisha nini? Hapo ulipo unatakiwa usimame kwa niaba yako. Mama ajeleka kama maisha yako. Amekupa nguvu, amekupa Roho Mtakatifu, amekupa neema, amekupa mtumishi wa Mungu mzuri. Baba yetu leo anakufundisha kila siku. Anakufundisha kila siku. Amekupa. Lakini bado unapita unatoka. Kuna majitu yanakutishia kwenye maisha yako binafsi, lakini bado unaona kama uko sahihi. Unafikia tunasubiri Bwana afanye. Bwana anataka kuchukua hatua. Chukua hatua katika jina la Yesu. Namba 2. Wewe unatakiwa kusimama kwa niaba ya watu wengine. Simama kwa niaba ya familia yako. Kwa niaba ya watu wa nyumbani mwako. Kuna kitu kimesimama. Kuna ukuta umesimama. Kuna hali nyingine imesimama na kushia maisha yenu. Labda ni njaa,
maisha yako, kwa vitu ambavyo vimesimama kutetea maisha yako, vinawasababisha maisha ya uchungu, maisha ya huzuni, maisha ya madeni, maisha ya kushindwa. Hivyo tushughulike navyo kwenye maisha yako, kwenye familia yako. Na baada ya hapo tutakwenda kuongoza haya maombi, tutakwenda kuomba pia kwa ajili ya kanisa la huduma ya Gilgal. Lazima chochote ambacho kinaleta shida tukiondoe kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimekuwa kikwazo, hayo majitu leo tunafanya operation ya kuondoa kwa jina la Yesu. Majitu yanaharibu uchumi wa watu, yanaharibu ndoa, yanaharibu afya, yanaharibu uhusiano, yanaharibu biashara, yanafanya kanisa lisikue, yanafanya tunachagua lakini hatupendi. Hayo majitu Bwana tutakwenda kumita Bwana na tutayaondoa kwa jina la Yesu. Hayatabakia. Wewe kubali majitu yaendelee kukaa kwako, ni wewe mwenyewe. Mimi nimekataa. Mwambie mwenzako mimi nimekataa. Majitu lazima tuyaondoe. Operation ya kuondoa majitu leo tunaifanya. Haleluya! Wakati anaamini kwamba kuna uwezo wa kuondoa majitu, wakati anaamini kwamba kuna uwezo wa ndani yao wa kuondoa haya majitu, hapo utasirike sasa. Piga picha maisha yako, familia yako, pale ambapo unaona kigani, piga picha, alafu kasirika. Usimame kiume, piga. Wewe mshindi. Wala usiku. Hata kama ulipigana wakati gani ukashinda, this time hakuna kushinda, sisi ni washindi Bwana. Mwambie mtaka sisi ni washindi. Hakuna kushinda tena. Hakuna kulia tena. Na naomba nikwambie hivi, ukiamini na ukifanya hivyo itakuwa. Amen. Ukiamini na ukikubaliana na ukafanya hivi, ukaliondoa hilo chifu, ukaondoa hizo kizuizi, ukaondoa hilo chiwe, litaondoka. Halina nguvu. Wakati mwingine hatujitambua kwamba sisi ni watu wa namna gani. Tumepewa uweza, tumevikwa nguvu. Sisi sio watu wa kuchezea. Lazima mtakazishe tangaza. Mwambie shetani, umenitezea kwa muda mrefu. This time sikupi nafasi tena, mama inatosha. Naongea kama kuna watu wananielewa, lakini namaanisha na mimi na uchungu, kwani kuna maagizo nataka niyapige kwa jina lake, kwa jina la Yesu. Hebu kuchezea sana na kusumbua sana. Amen. Tupige. Tuondoe. Piga yote kwa jina la Yesu. Amen. Piga, nasema piga yote kwa jina la Yesu. Sibakiza hata moja. Lazima tupende. Hebu kutesa na kusumbua miaka yote unakaa tunachekea nini? Simchekee shetani. Simchekee kabisa. Mbona uchungu kataa? Maandiko yanasema ukimpinga shetani naye atakukimbia. Wakati mwingine tumemkumbatia na ndio maana anatutesa.